Amjambo na karibu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo za asubuhi ya leo tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, tunakuomba kufanya kitu kimoja, kisha unsubscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha, na hapo tunaweza kuunga kwenye group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari kila siku asubuhi. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tukupashe. Karibu tena na usikilivu mwema kwa wote. Bunge la Taifa linaendelea Jumatatu hii Septemba tarehe 15 shughuli zake kisha muda wa mapumziko. Katika hotuba yake ya ufunguzi, presidenti wa bunge alisema kwa kikao hiki kilichohusu uchunguzi wa kupitishwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2026 kitaweka tena kipaumbele kwa ulinzi wa taifa. Masuala mengine ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa huduma za msingi za jamii, hasa maji na umeme, pamoja na sekta ya elimu yapewe kipaumbele. Vital Kamerhe pia amewataka wanabunge kuwa na utulivu na umoja katika kushughulikia hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo ambayo bado ni changamoto kubwa. Kwa upande wake, kama vile tulivyosema, presidenti wa Seneti Jean-Michel Samalukonde pia alizungumzia mzozo wa usalama unaotikisa nchi na kuhakikisha ushiriki wa bunge katika kuhakikisha matokeo mazuri. Tena kuhusu kikao cha bunge, jueni kama mashirika ya raia Kivu ya Kaskazini wanatoa mwito kwa viongozi waliochaguliwa kitaifa kwa jimbo hilo kutetea hali ya wakaaji wa eneo hili la nchi. Ingawa kikao cha Septemba hii ni cha bajeti, lakini haikatazwe kwa wanaseneta na manaibu kushughulikia masuala ya wapiga kura wao, alivyosema Christian Kalamo, mwanamemba wa shirika la raia Karisimbi katika jiji la Goma. Upande mwingine, shirika la kipekee la kikatolika Justice et Paix la Senko linazindua toleo lake la kwanza la wiki ya amani na haki. Sikukuu hii inaambatana na sikukuu ya kimataifa ya amani inayosherekewa kila mwaka tarehe 21 Septemba na Umoja wa Kimataifa. Wakati wa mkutano wao pamoja na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu hii katika kituo cha Interdiocesan, maaskofu na wajumbe wa tume la maaskofu wa haki na amani ya Baraza la Kimataifa la Amani ya Kongo Senko waliwasilisha programu ya shughuli za maadhimisho haya katika majimbo yote ya kikatolika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maeneo ya JPC na matarajio ya baadaye. Kama vile tulivyojulisha hapo mbele, pa Ituri chini ya shule 10 za msingi na sekondari ndio zilifungua milango yake mwaka huu wa shule, juu ya zile takriban 100 katika eneo lote la usultani wa Walese Vonkutu ni katika eneo la Irumu. Kulingana na vyanzo vya ndani, maeneo kadhaa ambako watu wanarejea bado hakuna shule baada ya kufungwa karibu miaka 5 kutokana na mashambulizi ya ADF. Mamlaka za mitaa zinaiomba serikali kutengeneza miundombinu ya shule inayoharibiwa. Tusikilize mafasirio yake Martial Kiza Biamungu. Wakaji wengi wa usultani ya Walese Vonkutu ngambo ya Komanda na Luna kwa mpaka na Kivu ya Kaskazini wanarejea siku hizi makao zao zenye walihacha kisha kukimbia mashambulio ya wahasi ya ADF. Wengi kati yao ni watoto wenye awaja rudi masomoni ndani ya vijiji kadhaa, ni kama Pinzi la kwanza, la pili, la tatu, Ofai, Mafifi, Mazombe na Apende. Sababu ni ukosefu wa usalama na kuharibishwa na kuchomwa kwa majengo ya shule zao. Shirika la raia katika mtaa ya Irumu yana wasiwasi kuhusu maisha ya kesho ya watoto hawa ambao wanaimwa shule
shule kwa miaka 5 tu wakati wa ukimbizi yao hadi hapo Komanda. Ngambo yake sultani ya Walese Vokutu anawahimiza walimu na watu wengine waliopoteza makazi kurejea katika vijiji vyao, ambapo kwa sasa ulinzi umehakikishwa kutokana na uwepo wa jeshi la taifa. Kulingana na vyanzo vya ndani, zaidi ya shule 19 za msingi na kisekondari zimefungwa kati ya mamia moja zilizokuwepo katika eneo la usultani ya Walese Vokutu. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi. Kutoka Ituri tujelekeze jimboni Equateur. Walimu huko Mbandaka wameamua kurejea masomo Jumatatu hii baada ya mgomo wa wiki 2. Uamuzi huo ulitangazwa Jumamosi iliyopita wakati wa mkutano mkuu wa vyama vya walimu. Sababu kadhaa zilitolewa kwa kuwaruhusu walimu kuendelea na masomo yao Jumatatu hii. Ni kwa mfano kupokea mnamo wiki iliyopita ndani ya account za benki za walimu kwa franga 15,000 za Kongo, nyongezo ya mishahara yao iliyohaidiwa na serikali kuu. Kiongozi wa mkutano wa walimu pale Equateur, François Mukadi Kashama, alihakikisha hii katika matamshi aliyozungumza na Askin Zigbiatayoro, ikitafsiriwa na Florence Kiza. Mwisho wa mkutano mkuu wa Jumamosi hii juu ya tathmini ya mgomo huo ulioanzishwa tangu tarehe 1 Septemba mwaka huu, tunao kwa kiwango chote cha mkoa wa Equateur siku ya kuanza kwa mwaka wa shule 2025-2026. Baada ya mijadala na majadiliano, walimu kwa jumla wanaamua kusimamisha mgomo na kurudilia tena njia ya shule Jumatatu hii tarehe 15 Septemba na kupendelea tume wa shirika la kitambulisho cha walimu ambao ni kazi ya ongezeko la mishahara na malipo ya wa NU na wa NP. Kwa mwisho, tunakaribisha azimio la kitaifa la katibu mkuu wa Sieko Cecile Chiombo. Upande mwingine kuhusu afya, eneo la afya la Manono katika eneo la Tanganyika linahamasisha kampeni ya chanjo ya kuzuia homa ya manjano. Kampeni hii imepangwa kuanza Septemba tarehe 13 hadi tarehe 2 Oktoba. Tangazo hili lilitolewa hapo jana Jumamosi wakati wa mkutano na vyombo vya habari. Lakini homa ya manjano ni nini? Dalili zake ni zipi? Tunajaribu kujibu kwa swali hilo naye Daktari Patrice Sango, mganga mkuu wa kanda ya afya ya Manono, alihojiwa na Pole Munanga. La fièvre jaune est une maladie qui est virale. Homa ya manjano ni ugonjwa wa virusi. Ugonjwa huu hupitishwa na kuumwa na mbu aina ya Aedes. Mbu wataambukiza ugonjwa huo kwa mwanadamu kupitia kuumwa. Na ugonjwa huu unaonekana kwa maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na homa. Kwa nini inaitwa homa ya manjano? Kwa sababu kuna homa na rangi ya manjano ya mukeuse. Ugonjwa huu unaweza kuendelea kuwa matatizo ikiwa ni pamoja na matatizo ya moyo, matatizo ya hepatite yanayohusiana na ini na matatizo ya figo yanayohusiana na figo. Ni ugonjwa mbaya sana. Hakuna matibabu maalum ya ugonjwa huu. Matibabu ni chanjo kama chanjo inaitwa VAA ama chanjo ya homa ya manjano. VAA, vaccin anti-amaril. Tujelekeze upande wa Mbujimai katika jimbo la Sankuru. Usafirishaji wa barabarani umesisitishwa kwa takriban wiki 2 kwenye mihimili ya Loja Benadibele kwa kilomita 115 kwenye barabara kuu ya kitaifa nambari ya 7. Hii ni baada ya kuporomoka kwa daraja la Nyengela lililoko kwenye kilomita 6 kutoka Benadibele. Matokeo tayari yanaonekana kiuchumi huko Loja kwa kupanda kwa bei ya mahitaji fulani ya kimsingi. Taarifa yake Esther Ndalafina yatafsiriwa na Jacques Mukonkole. Mashahidi wanasema kuwa shughuli za barabara bado zimekatishwa kwenye barabara ya taifa namba 7 katika eneo la daraja la Yengela. Lori lililobeba mizigo kutoka Benadibele kuelekea Loja limekwama kwa siku nyingi wakati wa kupita darajani. Ofisi ya barabara ilipiganisha na kuitosha. Chanjo hicho kinaeleza kuwa
kupita kwa daraja hili kumekuwa mgumu, na kwa hivyo bidhaa za viwandani zinapanda bei kila siku. Muuza mafuta moja anasema kuwa lita moja ya mafuta kwa sasa inauzishwa kwa 11,000 ya franc congolais, alafu bei yake ilikuwa ya 3,000 au 3,500 ya franc congolais. Anataka ushirikiano wa serikali ya mkoa. Mkutano wa mkurugenzi wa mkoa wa ofisi ya barabara unaripoti kwamba vitu vya daraja jipya viko tayari kwenye bandari ya Benadibele. Huduma yake inasubiri fedha za kuanza kazi za kubadilisha daraja lililozeeka. Tujulishe kwamba vifaa vya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Loja vinavyotoka Kinshasa pia vinapita kupitia daraja la Yengela kabla ya kufikia marudio. Kusitishwa kwa muda kwa trafiki kunaweza kuongeza muda wa kazi. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa Martial Kiza Biamungu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Basi tujielekeze pale Kisangani. Mgeni wa programe hii ni Profesa Liliane Bibisho Salumu Lahumu Omeonga, mkuu wa chuo kikuu cha Maristi cha Kongo hapo Kisangani. Ufungaji wake rasmi ulifanyika Jumamosi iliyopita. Je, mwanamke huyu wa kwanza mkuu wa chuo kikuu cha Chopo alipokea namna gani uteuzi wake na vipaumbele vyake vitakuwa vipi? Anatuelezea hilo katika mahojiano yake Jacques Mukonkole. Mama Rectrice Profesa Bibishe Liliane Salumu, jambo. Jambo. Hongera kwa kuteuliwa kwako kama kiongozi ya chuo kikuu ya UMC ama Université Mariste du Congo. Unajisikia je kwa kuwa mwanamke wa kwanza kwa kuongoza chuo kikuu jimboni Chopo? Ni furaha sana kwa kuinusha ba mama, kuonesha kusema ba mama abiko tu bale banye walikuwa ona zamani ya kuwatandikia, ya kutandika vikwembe, ya kusaidia. Leo ba mama banayuniwa karibu na baba, karibu na banaume banapasha kujenga. Na leo tunaona kusema kama sisi watuweka pale, sijue tu kama niko mwamuke mejuu ya kuonesha kusema pamoja na wane tutakutuko na bopa tutaongoza ile masomo makuu iende mbele. Utuambie namna gani utatumika na Eglise Katoliki? Kabisa tunapima kwao na kupigia aksanti waongozi ya kanisa na vile wanaitika kutuchagua na kututia pale. Tunawaona kusema ile yote netu kunapigania kutia haitafanikana kama sisi hatukupata mabaraka yabo, na sisi tunabalomba vraiment tuko mikono yabo, mabaraka yabo, makonsei yabo, ushauri yao itatusaidia hii kazi tunapata leo iende na ioneshe mbegu safi juu ya mungini yetu na university. Uteuzi wako umetokea katika mkataba ambapo wanawake bado hawakilishi kwa kutosha katika elimu ya juu. Unaona changamoto hili? Hii kabisa iko alama ya kuonesha kusema wanawake wanaweza pamoja ya kutumika, watumike kabisa, wasikwe wene kulia lakini wane kuleta mafigi ya kujenga. Na njo ile kufatana na ile kazi tutafanya netaleta bengine bane biko mbali hamu ya kukua karibu na kupiganishia ile makiti, na njo tutakuwa wengi sana. Vipaumbele vyako vitakuwa nini katika uongozi wako wa chuo kikuu hiki? Tunaomba kabisa sasa kwanja wanafunzi wakuwe mengi, na kisha kuangalia mafundisho na wane wataleta walimu wakuwe watu wanajua kazi yao, wafanye kama vizuri, waogope Mungu, walete kitu ya muhimu inye tasaidia watoto wetu wende mbele, na kisha kuangalia kazi, fazi ya kazi, biti yote itasaidia kazi iende mbele, banaita infrastructure yote ifo ikuwe sawa. Na njo ile pamoja na waongozi wa dini wanye watatuunga mkono na waza ile kazi itaenda mbele. Mbali na kazi yako ya kitaaluma, unajulikana pia kuwa kujitolea kutetea haki ya binadamu. Utalinganisha je mapambano haya na jukumu lako lipya kama mkuu wa chuo kikuu? Tunaona kusema hakuna tofauti, yote minaenda njia moja, juu yote tunatafuta tu haki za vinamutu, tunatafuta kuchunga mutu na kutafuta
jambo yetu iende mbele, na ile mbili itakuwa kitu mwa mzuri sana kusaidia watu wakuwe basitoyen, bakuwe vraiment banainchi na akili na ile hamu ya kupenda mwingine na inchi yetu tujenge yende mbele. Ni ujumbe gani ungetoa kwa wanafunzi wa kike na jamii ya kitaaluma kwa ujumla? Tutawaambia sema wasikwe na woga, wavunje ile kio ine iko na acha ki watoto wanawake wasiwende mbele, bakwe batu ya kukua na ukamilivu, kazi, kupenda kazi na kupenda kutumika sawa sawa, na itasaidia watu waende mbele. Hakuna dawa, hakuna kitu atamwa, kitu ya nguvu kwa kupenda na kujiacha kujifunza. Asante mama. Na mimi nashukuru sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika Kivu la Kaskazini, ngambo ya eneo la Masisi, takriban ya wanawake ambao wanarejea kutoka kikundi cha Kamuroza wananufaika na mradi wa mafunzo wa ukataji na ushonyaji, uwekaji vikapu, utayarishaji wa keki na usimamizi wa fedha, ukiteketezwa na shirika la ndani la Union des Femmes de Masisi Mumama na kufadhiliwa na UNHCR. Mradi huu wa matokeo ya haraka una lengo ya kusaidia ufufuaji wa kiuchumi wa kijamii wa wanawake hawa. Baada ya kukaa kwa miezi mengi katika kampi ya wakimbizi karibu na Goma, wanajaribu kujenga upya maisha yao. Je, wanawake waliorejea wanatumaini mradi huu? Jibu ni kwa ripoti hii yake Rosalie Zawadi. Pasake, mji mdogo unaopatikana kwa umbali wa kilomita 27 magharibi mwa mji wa Goma, wanawake wengi hukusanyika kila asubuhi kwenye ofisi ya mradi huu. Hapo wajifunza kazi mbalimbali zitakazowasaidia kugharamia watoto wao. Miongoni mwao mama huyu ambaye amekuwa akishiriki mafunzo hayo kwa wiki kadhaa sasa. Hata kama amepata ujuzi wa kusuka vikapu, mama huyu ana huzuni anapolinganisha maisha ya leo na ile ya mbele ya vita. Maisha ya mama inazorota sana. Tangia tulitokea mkambi hatuna raha, hatuna amani, hatuna kazi, hatuende mshamba, na shamba njo maisha yetu. Juu mshamba tulikuwa nalima maragi, tunalima vijumba, tunalima mihindi, vile vyote hatuna mbegu, hatuna jembe, hatuna lolote. Tunakosa tuanzie wapi? Maisha inazorota. Unadhania hii kazi itakusaidia ya kusuka vikapu? Itanisaidia. Juu nikasuka vikapu 2, nikasuka 3, dauzisha kimoya ndakula, na ile 2 tena mimi narudia kumarisha, mimi nauza kamba na watoto wanaendelea kuishi. Mama Neneti Christina ndiye anayefundisha wamama kazi ya kusuka vikapu. Yeye afurahia mradi huu kwani unasaidia wamama wakati huu ambapo wengi walikuwa hawajui namna ya kuanza tena kazi zao. Tulikuwa naishi kule Mungambi, tuko tunagaragara ovyo ovyo, lakini kwa neema ya Mungu sasa tumerudia hapa. Tuko tunatawanyika, njoo tumeona mama Kurusumu muongo wa mumama ametuita, ametuambia kama Asere iko na projet pamoja na Intersose, wanataka kamata wa mama wasishinde wanahangaika kwa quartier, njoo wamekia baikalisha hapa juu ya kusuka vikapo, wajue jitegemea wao wenyewe. Hii projet natusaidia juu tuko naosha kikapo kimwa hapa wanauza, sasa unaweza pata hata 100 francs makala, na tunauzisha juu tupate tena kamba ingine ya kutusaidia kushona. Kwa kusubiri jamii ziweze kujitegemea, wakaaji wa Sake wanaomba msaada. Pamoja na msaada ule, mama huyu aonyesha hitaji kubwa wanalo. Wakubwa wa nchi tunaomba ya kwanza ni amani. Sababu wakatupatia amani na ile msaada yenye watatupatia juu tuanze tena maisha yetu ya mzuri itatufalia. Lakini kama hatuna amani, tungali na nyanyaswa mwingine, hatuwezi pata kitu. Tukumbushe kwamba mradi huu unaosaidia wamama wa Sake utadumu miezi 6. Zaidi ya kazi ya kushona vikapu, wamama wengine wajifunza kushona nguo na wengine kutengeneza ndazi. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Hapo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu kwa siku ya leo. Tunawashukuru wote waliotusikiliza.